Kaskazini mwa Ulaya, ndani ya milima minene na misitu yenye ukungu mzito, kulikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa Kulvik. Watu 86 tu. Familia, walimu, watoto, wakulima, kila mtu. Kijiji kilikuwa kinajitegemea na kilifungwa na barabara ndogo tu. Wakati wa baridi hiyo mara nyingi ilikuwa imefunikwa na theluji kwa miezi. Lakini mwaka wa 1958, majira ya kuchipua, kijiji chote kilitoweka. Hakuna mwili, hakuna nyayo, hakuna ishara yoyote ya mapambano. Chakula kilibaki mezani. Moto uliwaka nusu kwenye jiko. Milango yote ilibaki wazi. Hii si hadithi ya mzimu. Hii si urban legend. Hii ni ukweli uliorekodiwa kwenye hati za polisi, kumbukumbu za kijiji na ushuhuda wa wachache waliokuwa karibu. Kiwemo dereva wa treni kwa jina Erik Jensen. Alipofika eneo hilo, aliona nyumba zote tupu. Aliita, hodi, hodi. Hakuna jibu. Nyumba baada ya nyumba, zote zilikuwa tupu. Vitu vilivyokuwa ndani, chakula kilichokosolewa, hata wanyama waliokuwa wakiwazunguka walibaki bila mtu yeyote. Aliripoti kwa polisi. Walitafuta kwa siku 3. Hakuna mwili, hakuna alama ya kuondoka. Silence ya kutisha. Hata ndege na wanyama walionekana kuepuka bonde hilo. Nadharia ya kwanza. Wote walihama kwa pamoja. Lakini kwa nini waache kila kitu muhimu? Hakuna rekodi ya treni. Hakuna alama ya nyayo. Hakuna ishara kwenye mji jirani. Ni sawa na kijiji kuondoka kimya kimya. Nadharia ya pili. Siri za kijeshi za vita baridi. Kuna waliamini kuwa walihamishwa kimya kimya. Wameshughulikiwa na majaribio ya rada au mawasiliano ya siri. Lakini hati zilizofunguliwa baadaye hazikuonyesha chochote. Kwa hivyo, nadharia pekee iliyobaki, walitoweka tu. Historia ya kijiji hiki kwa jina Kulvik kilianzishwa na wachimbaji madini na wafanyikazi wa miti mapema mwaka 900. Kijiji kilikuwa na mashamba madogo, kanisa, shule na barabara moja tu ya kuingia na kutoka. Watu waliishi karibu na asili, lakini wageni waliorudi walielezea hali ya kutokuwa na amani. Mwandiko wa watalii wa zamani unaelezea
taa za ajabu juu ya bonde. Wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa karibu na mto, na sauti zisizoelezeka zikisikika usiku kati ya ukungu. Hakuna aliyefahamu chanzo cha sauti hizo. Miaka michache baadaye, watafiti walirudi. Shajara ya mwalimu kwa jina Ingrid Alstad ilipatikana ndani ya jiko la shule. Sehemu nyingi hazikusomeka, lakini zile zilizopatikana zilisema, taa zimerudi, watoto hawawezi kulala, wanyama wanakataa kuingia msituni, tunasikia mlio chini ya ardhi. Tarehe ya mwisho 28 Machi 1958, wiki mbili kabla ya disappearance, shajara hiyo pia ilipotea. Mwaka wa 1971, timu ya jiolojia walipiga rekodi ya sauti ya ajabu. Low frequency hum. Haikuwa ya mashine, haikuwa mtetemeko wa ardhi. Sauti hiyo ilirudiwa kwa interval ya sekunde chache. Wanasayansi walisema inaweza kuleta panic, nausea, hallucinations kwa binadamu. Hii sauti sasa inajulikana kama Kulvig tone. Mwaka uliofuata, bonde lilifurika maji. Kijiji sasa kipo chini ya mita 60 ya maji. Wengine wanasema kitu kikubwa zaidi ya dunia kiliingilia kijiji. Zaidi ya historia, zaidi ya sayansi, labda kitu cha kale zaidi ya dunia hii kilichochukua Kulvig. Leo wachache wanaotembelea wanasema bado wanausikia mlio mzito unaotoka chini, kama vile bonde linapumua, linangojea. Labda Kulvig haikutoweka kabisa, labda limechukuliwa, na siku moja kama maji yatakauka, kitakachojitokeza huenda kisiwe kile kilichoingia. Neno la mwisho. Hii si hadithi ya mzimu. Hii ni ukweli uliojificha chini ya maji ya Kulvig. Siri bado ipo.